baada ya kutafakari, baada ya kupima, baada ya kutathmini, baada ya kuangalia mwenendo mzima tangu tulipotoka tarehe 21 mpaka tulipo leo, mwenendo wa chama, hali ya chama na yote ambayo yameelezewa, na mimi ninatamka rasmi Salum Mwalimu niliyekuwa naibu katibu mkuu wa chama hiki kwa miaka 10, kwa maana ya awamu mbili, 2014, 2019 na baadaye tena 2019, 2025 Januari, na tangaza rasmi kukoma wanachama wa kilichokuwa chama changu cha Chadema kuanzia leo, na kuanzia leo ninaanza kutafakari namna gani nijipange kuendeleza siasa zangu. Kama alivyosema Mheshimiwa Benson Kigaila, haiwezekani na haitotokea CCM kuwa daraja letu. Kwa sababu, na kwa nini tumesema haya? Kwa sababu kuna mambo yanaendelea huko, watu wanaondoka, watu wanafikiri kwamba huo ndio mwelekeo. Sio mwelekeo. Hatukuwa Chadema kwa bahati mbaya. Hatukuingia Chadema kufuata vyeo. Hatukuingia Chadema kufuata fedha. Tuliingia Chadema kwa sababu tuliamini kama watoto wa nchi hii tuna kila sababu ya kutoa mchango wetu wa kupigania mageuzi ya kweli katika nchi hii. Wote tuna historia zetu hapa. Mimi watu wanajua nilikuwa Channel 10, raha mustarehe kabisa. Maisha mazuri kabisa yanaendelea. Nikatoka pale, Mungu akanibariki, akaninyanyua. Nikaenda kampuni ya Vodacom. Maisha yakawa raha mustarehe, tena raha kweli kweli. Ni raha. Na tukisema raha nakumbuka na wengine mnakumbuka, raha kweli kweli. Fedha zipo, mishahara mizuri, marupurupu mazuri, suti nzuri, viatu vizuri, ukipanda ndege ni first class. Tuliacha hayo, tulikuja Chadema kwa sababu tulitaka tuungane na sisi kutoa mawazo yetu ya kuwapigania Watanzania. Kwa haikuwa bahati mbaya kuwepo Chadema, na wala haikuwa bahati mbaya kuweza kuvumilia yote ambayo tumeyapitia katika chama hiki, katika umri wetu huu, katika mazingira yetu haya. Na hivyo hatutokata tamaa. Tunayaamua haya kwa sababu inawezekana wapo ambao leo hawatotuelewa. Inawezekana watakao kuwepo leo wakalishwa maneno mengi ya uongo, ya fitna, ya majungu dhidi yetu, kama ambavyo yamekuwa yakilishwa wakati wote. Lakini tumesimama imara. Wengi atalishwa, lakini ni ukweli ni kwamba Chadema imepoteza mwelekeo. Chadema imepoteza dira. Chadema imepoteza nguvu ya kitaasisi. Chadema imepoteza umoja wa kuhakikisha kwamba inasimamia inachokiamini na inatekeleza inachokiamini. Na hatujafika hapa kwa bahati mbaya. Tumefika hapa kwa sababu ya madhara ya udhaifu usiokuwa imara ndani ya Chadema hivi sasa. Unaweza ukashinda kwa hila. Unaweza ukashinda kwa upanga. Unaweza ukashinda kwa njama. Unaweza ukashinda kwa uongo. Unaweza ukashinda kwa ghiliba. Unaweza ukashinda kwa ulaghai. Unaweza ukashinda kwa kila namna iliyo ovu, na utashinda. Lakini unapaswa pale mara baada ya kushinda ujitathmini, ujipime, ujue sasa wewe ni kiongozi wa watu. Ujue sasa wewe una wajibu wa kuunganisha watu, una wajibu wa kutoa mbadala wa mipango, una wajibu wa kutengeneza mikakati, una wajibu wa kutunga sera zenye kushawishi na sio vinginevyo. Huwezi ukashinda kwa ghiliba ukadhani utaongoza chama kwa ghiliba au nchi kwa ghiliba au hata taasisi yote. Huwezi ukashinda sijui kwa upanga ukadhani unaweza ukaiendesha nchi au chama kwa upanga. Sio kweli. Sisi sio mbuzi, sisi sio punda, sisi sio ng'ombe, watu wazima hapa. Na sio sisi tu. Na nataka niwaambieni kuna gharika inakuja. Nataka niwaambieni kuna gharika inakuja na hawatoweza kuizuia kwa ghiliba. Watu wamewagundua, watu wamewaona. Kila ukiwashauri kitu wewe ni timu fulani wewe. Kila ukiwashauri kitu wewe ni msaliti. Kila ukiwashauri kitu wewe ni CCM. Yani
hawataki kushaurika. Wanataka wakisema wao ni kun fayakun. No reform, no reform. Sawa, no reform, no elections. Ni kweli. Lakini sisi wote ni viongozi. Sisi wote ni Watanzania. Sisi wote ni binadamu. Sisi wote ni watu wenye akili. Sasa tujadilini, tunakwenda. Hakuna mjadala. Usijadili. Wewe umetumwa wewe. Unatumika na CCM wewe kuzuia no election, no reform. Bana, haya sasa tunatekelezaje? Tunaanzia wapi? Huyu Mrema huyu anatumika huyu. Mbona hakuyasema wakati alipokuwa ndani? Nani anasema tukasema tulikuwa ndani? Na kuna jambo la hovyo linasemwa sana kwamba eti no reform wameirithi. Ni kweli wameirithi. No reform ni vichwa hivi ndio vinaotengeneza strategy, ni vichwa hivi. Wanaozungumza leo hawakuwepo. Tumetengeneza mkakati imara, tumetengeneza mkakati madhubuti. Uliokuwa sawa kabisa kwenda kukipeleka chama mahala pazuri kabisa, mahala sahihi kabisa. Sasa kama wanaamini wamerithi kutoka kwenye uongozi ambao tuliokuwepo sisi, tulipowashauri kwa nini walishindwa kutuita? Tulipoomba tukutane kwa nini wametukatalia? Kwa wakitoka nje wanaambia ndio wale waliandaa, sisi tumerithi tu. Kweli mmerithi? Tusikilizeni basi. Kama nilivyosema naibu mstaafu mwenzangu, sisi tumekaa tunazungumza, tunawashauri. Sio kwamba tuwashauri, tunawashauri. Lakini ukiwashauri asubuhi, mchana unakwenda kwa watu wanaambia amekuja kutushauri, eti tufanye 1 2 3, anatumika yule. Haiwezekani kwamba eti sisi kila leo washauri anatumika tu. Sasa hivi ukiwauliza kitu chochote ni no reform, no election. Jamani, chama kinahitaji kujiandaa, no reform, no election. Jamani, chama kinakufa huku chini, no reform, no election. Jamani, chama hakina fedha hiki, tutafuteni no reform, no election. Yaani kila unapogusa no reform, no election, no reform, no election, no reform. Jamani, hiki chama kitaendeshwa na no reform, no election peke yake. Maana sawa, no reform, no election. Tunakuja November, sawa, hatujagombea. And then what next after November? Nimekuwa kwenye secretariat ya chama hiki na kamati kuu ya chama hiki kwa miaka 10. Kabla ya hapo nimekuwa mwandani wa chama hiki kwa miaka 7. Niko Chadema kwa mwaka wa 17 leo. Nikisema mwandani na watu ni mwandani. Niko Channel 10 ni Chadema. Kipindi kile ndugu zangu wanajua. Wakaniambia unajua Chadema, niambia nasiiachi kwa sababu naamini ninachokipigania. Ninaamini ninachokipigania. Nilisimama. Nilipoa kila kitu. Nikasema no, nitasimama na Chadema yangu kwa sababu ninaamini ninachokipigania kama mtoto wa Kitanzania. Hasa miaka 17 yote ya jasho na damu, akili, maarifa, sacrifice. Eti leo watu wanakuja wanazungumza ukiwacha unatumika wewe. Nini? Zungumza no reform, no election. Sasa no, alafu tunafanya nini? Hakuna kitu chochote kinachoendelea ndani ya chama. Ni no reform, no election, no reform, no election. Kwa hiyo sisi ni watu wazima, tunajitambua na ninaamini sana kwamba tutaendelea kujitambua. Na watu wataendelea kuona ulaghai waliokuwa hapa. Leo yatatoka, wataandika mambo yote.